ambapo katika kaunti ya Embu wanafunzi wa shule ya msingi ya Kirangi katika eneo la Mbeere Kusini wanasomea katika mazingira hafifu baada ya upepo mkali kugonga paa za madarasa mawili. Wazazi na walimu sasa wanatoa wito kwa serikali ya kaunti na ile ya kitaifa kuchukua hatua za haraka kuratibu hali, kwani licha ya uhaba wa madarasa hali yao ipo pia mbaya. ya Kirangi iliyo katika wadi ya Kiambere. Upepo mkali ulibomoa paa za madarasa mawili na kuacha ukuta za udongo zilizopasuka na wanafunzi waliopo na hofu. Aidha, shule hiyo ambayo imejengwa kwa udongo na mbao imekuwa hatarisho kwa wanafunzi. Mwenyekiti wa chama cha wazazi shuleni humo, Catherine Wanjiru, alisema usalama wa watoto uko hatarini. Aliomba serikali kuchukua hatua za haraka kujenga madarasa ya kudumu na kutoa umeme ili wanafunzi wao wapate mstakabali mwema. Sisi tunahimiza serikali tujenge madarasa mazuri, madarasa ambayo ni conducive environment kwa wanafunzi wetu ili waweze kusoma na watie bidii, kwa sababu walimu tunao lakini madarasa imekuwa changamoto kabisa. Hayo madarasa kubebwa na upepo, yanabebwa, mabati inaanguka, hata inaweza kata wanafunzi. Pia hiyo matope inaweza anguka, ikianguka inaweza fanya wanafunzi waumie wakati wako kwa hayo madarasa. Tena vumbi imekuwa changamoto kabisa, kwa hivyo watoto wetu hawako safe wakisomea kwa hayo madarasa. Naibu mwalimu mkuu Kilabath Kiura alisema madarasa ya sasa sio salama na pia wanakwaza ubora wa elimu. Aliongeza kwamba wanahitaji msaada wa haraka ili wanafunzi waweze kusoma bila hofu. Upepo mkali uliweza kuvamia madarasa na kuharibu, isipokuwa ni venye tunashukuru Mungu kwa maana tuliweza kuona upepo kwa mbali na tukaambia watoto watoke kabla ya kukumbana na lile njanga. Maana kama huo upepo ungeingia watoto wakiwa ndani, hakika wangeumia, wengine pengine wangeenda hospitali. Kwa sasa tunaongea hivi, lakini tunashukuru Mungu maana hakuna hata mtoto mmoja aliweza kuumia. Katika kusomea katika hayo madarasa ya matope kuna shida. Aidha, watoto wanakabiliwa na changamoto nyingi wanaposoma, hasa mvua inaponyesha au pepo kuvuma na kuzua hofu. Na tunapata changamoto hasa wakati mvua kubwa inakuja, wazazi wanarudi tu pale kuyajenga. Kwa hivyo imekuwa ni changamoto kwa miaka ambayo shule imekuwa. Tungepata watu wa kusaidiana na sisi, hasa serikali yetu tunaiomba, kwa sababu huwa tunaona wakifanya miradi mingi ya mashule, wafanya hii shule yetu kwamba moja ya yale ambayo yatasaidia ya dharura sana, kwa sababu kama sasa madarasa matatu yako chini, watoto hawana mahali hata pa kufanyia mtihani. Wazazi pia wameibua wasiwasi wao kuhusu usalama wa wanao, wakilalama kuwa bila miundombinu bora na umeme, utekelezaji wa mtaala wa CBC ni mgumu sana. Ile sinda tunapitia kwa hii shule yetu ni kuwa madarasa yetu yamejengwa kwa matope. Saa ingine upepo unabeba, mvua unanyesha, unanyeshea vitabu kawa iwezi kuandikika. Na saa ingine nauliza serikali yetu ifuatilie hii shule ya Kirangi juu watoto wetu wako na shida sana. Madarasa ya udongo yasiyo salama katika shule ya msingi ya Kirangi yanahofia kuwaweka watoto hatarini na kuzuia elimu kufanikiwa. Serikali imetakiwa kuingilia kati haraka ili kujenga miundombinu ya kudumu na kutoa umeme ili kuhakikisha mazingira salama na yenye kuchochea elimu kwa ajili ya mstakabali mwema na watoto wa kaunti ya Embu. Tumeremain tu na madarasa ya matope. Rael Makona, Runinga KU.